Ni wao sasa wamepata nafasi ya kucheza hizi brandi kubwa mbili, umeona bwana, wakati wa kujua thamani yao na kujua kwa nini wamechaguliwa Yanga na Simba na si wengine. Wamependelewa sana au wanajua sana ni wao sasa. Kwa hiyo ni maneno ambayo waliongelewa, lakini Yanga inajua nini inafanya. Hali gani na ujambo, karibu sana mwana michezo, tuje kuzungumza yale kimichezo. Mambo ni mbalimbali kama unavyojua mwenyewe ambao wanaendelea mitandao ya kijamii. Mambo yamekuwa gumzo baada ya wachezaji mbalimbali wakubwa kutajwa kwenye vilabu vikubwa na wakati sahihi. Watu wanasema kuna baadhi ya watu wamelamba dume usajili na kuna baadhi ya watu wameshaanza kugombana na kulizana kuhusiana na usajili ambao wameufanya, na baadhi ya michezo miwili ni kama hivyo wanaumizwa na usajili ambao wanafanya na klabu ya Young Africans. Tunazungumzia klabu ya Simba hapa na mashabiki wake kwamba wanaumizwa na usajili ambao unafanywa na Young Africans. Imeshushwa vyuma vitatu kwa pamoja, tulijionea wenyewe, ambao alishushwa Dhakwan, Kangwanda na mwamba kuitaga Sheikh Ibrahima Toure. Ana moja takwimu kali sana, mabao 20 katika msimu mmoja, mechi 33, assist 5. Kuna sojua uwezo wake kwa takwimu na tulivyoona baadhi ya klipu zake. Tunataka tu prove kwenye mechi hata moja akicheza na Young Africans. Tujue je, yanayozungumza ni kweli? Maana kuna baadhi ya wachezaji wengine ambao walitajwa ni hatari sana kwenye klabu ya Simba. Tumeona kwenye michezo miwili walivyocheza, wanacheza vizuri, lakini kuna baadhi ya mashabiki hawajaridhika na viwango vyao. Wanahitaji kuona matokeo na sio mdomoni. Tuko na Juma Mwamba, tutazungumza mengi sana baada ya muda mrefu tujakutana na Mwamba Juma kuja kuzungumza yale ya kimichezo. Nafikiri kwenye 24/7 Media ndio kwa mara yake ya kwanza tutazungumza naye hapa. Hii ni exclusive interview. Kipaumbele chetu ni exclusive, hakuna kitu kingine ambacho tunakipenda. Jina langu ni Shabani Bushiri, nyuma kamera Kamanda Sule. Asalamu alaykum. Salaam, niambie Shabani. Wema Mwamba. Wema, nimefurahi kukuona. Ni long time lakini taarifa zako ninazo, na Mungu azidi kukubariki kwa sababu ni moja ya journalist ambaye unakuja kwa kasi sana. Kwa hiyo Mungu akujalie sana. Leo tunaendaje? Leo tunaenda kwanza na mzee. Maana mmesajili mzee nyinyi, hujui Mwamba? Mmesajili mzee, mnaambiwa mmesajili mzee. Astaghfirullah. Ndio wanavyosema? Ndio wanavyosema. Okay. Kwa hiyo wale ambao walimfuata mara ya kwanza wakamkosa alikuwa na miaka 18. Sijajua walikuwa wanamzungumzia yupi, lakini kwa baada ya kuja Young Africans wanasema wamesajili mzee, ameisha, hatuweza kuwasaidia kwenye klabu ya Young Africans. Na wewe unasadikisha hiyo? Mimi nanukuu maneno yao. Mimi nikwambia jambo moja Shabani, ni maneno ya mkosaji. Umeona bwana, Simba walimfuata, umeona bwana mama approach, lakini wametajiwa dau, wamepiga mkono wa bilika. Na hii si mara yao ya kwanza Simba kama Simba, kwa sababu tulianza kwa Stefan Aziz Ki, unakumbuka kipindi kile kuna Babla Gonzalez, wao walikuwa ni wa kwanza kumfuata. Umeona bwana, wametajiwa milioni 400, wanasema wana 250 mara 300 tuna ngapi? Umeona mwisho wa siku wakapotea. Wakamfuata Adebayo, Alkazalika the same. Umeona bwana, Okelo mbali huko ngore sijuzi, nakupa historia zao za nyuma. Umeona bwana, kwa hiyo wao ndo Simba na nyongozi zao ambazo zimepita. Kwa hiyo hii si jambo jema kwao, umeona bwana, na si jambo jipya. Ni watu ambao ukiangalia wana ukubwa ambao wa magazetini, si ule ukubwa wa vitendo. Kwa hiyo engineer amekuja kuonyesha mapinduzi hali ya juu. Umeona bwana, tulianza na kwa hela nyingi, wakati zamani tulikuwa tunasajili kwa hela ndogo na tulikuwa tunakimbilia Kongo tu hapo. Kongo tukienda Rwanda kidogo kutokana na hela zetu. Ukiona milioni 100 unapata mchezaji na kila kitu unamaliza. Umeona bwana, this time around tumeonyesha kwamba mpira ni pesa. Wenzetu wana success vipi, wanasajili vipi, tumwafuata wenzetu wa Afrika Kaskazini, umeona bwana, na Kusini. That's why unaona matunda yanakuja. Tumeanza na Dep, umeona bwana, milioni 700, watu walikuwa mshtuko, umeona bwana. The same thing sasa hivi tunaona tunaenda kwenye B. Kwa hiyo ni kitu ambacho cha kujifahari, lakini pia kina upgrade timu yetu na kupata maendeleo, kwa sababu mpira ni usajili. Usajili ni era. Yanga anaonyesha. Kwa hiyo Simba na vitu vingi vya kujifunza. Ukiangalia usajili ambao Simba kaufanya, Yanga kaufanya kupitia Peter, kuna watu wakati hizi blunders zinakuja walikuwa wanasema kwamba hiyo ni story. Sio kweli kwamba haiwezekani. Akili kwa Mugisha kwamba hata Mugisha haiwezekani. Umeona bana? Umeelewa kina Mabula alikadhalika. Sasa mtu kashuka kweli, kuna mwingine alikuwa aamini mpaka kafungua peji ya Yanga. Huyo ndio engineer, huyo ndio GSM. Umeona bana, big up kwao, wamemaanisha na wametuonyesha kwamba uchaguzi ambao tumewachagua tukufanya bahati mbaya, na ni kweli ni watu wa mpira. Kwa hiyo mwaka huu unaiona Yanga ya makubwa sana, Yanga ya mataji, na target yetu kubwa kwa kupitia usajili ni nje, sio ndani. Ukiangalia ndani hatuna tena comparative yoyote, si Azam si Simba, umeona bana, kwa sababu ukiangalia uzani na uzito wa mchezaji mwenyewe kama Peter Shaulile,
chukua East Africa, ukiacha kusini na kaskazini, compare na mchezaji gani? Kistatus umeona bwana, kivaru. Kwa hiyo ukisipoipongeza Yanga utakuwa na romba ya Jumani, ukitazama takwimu za Peter ni kama ni mchezaji wa viwango vikubwa sana. Tuseme Young Africans imejipanga kwa ajili ya klabu bingwa au tuzungumze kwamba imejipanga kwa ajili ya makombe yote. Kwanza tuzungumze kwamba klabu bingwa na watoa kwenye ligi kwa sababu umechukua mara 4 mfululizo, umeprove hilo kwamba nyinyi basi mmeshatoka kwenye ligi ya NBC. Yeah. Target kubwa kama umemsikia nani president kwamba target yetu mwaka huu ni umenielewa robo. Umeona bana, robo unafikaje? Ndo kwa sajili za namna ile, lakini ukiangalia hata selection ambazo tumezifanya target kubwa ni nje, kwa sababu kama hata Yanga tungekaa na wachezaji wale bado sisi tungekuwa mabingwa, kwa sababu ilikuwa ni sehemu tu ya kujiimarisha, kwa sababu tumechukua ubingwa kwa different ya pointi 2. Wakati huo tuna injury za kina Mzize, umeona bana, akina Job. Sasa what if kama wangekuepo hao watu? Kwa kwamba ungeona kwamba hata Yanga ingekuwa vile vile mwakani pia. Sasa hii selection ambayo imeingia, unaona kabisa Bataria ni nzito kabisa ya kikubwa. Sasa ukubwa huo ni wapi? Ni nje, sio ndani. Yeah. Umeonaje usajili wa msimu huu? Maana unatajwa kwamba baadhi ya wapinzani wameshaanza kuachandaa mapema sana, na tumezoea kwenye usajili mengi yanazungumzwa. Unaweza kumpamba mchezaji baadaye akaja kushuka kiwango na mwingine akazungumzwa. Juma Mwamba, umejiandaa? Nimejiandaa vizuri, kwa sababu mimi nilikuwa na hope kubwa tangia tunaaminishwa na president. Kwanza ile siku ya parade alirudia pale, umeona bana, kuongelea injury zetu na baadhi ya shortage na ambazo tulikuwa nazo, lakini pia akatuaminisha kwamba tunaenda kufanya usajili wa kishindo, usajili wenye quality. Umeona bana, tumeanza kuona. Mimi tangia anatangaza kocha, mshtuko maana ulianzia pale, ukaanza kutangaza baba mwenye nyumba, watu wakaanza kushtuka pale. Kuna nini tena? Umenielewa? Kwa hiyo nilivyoona vile nikaona hata sajili ambazo tunaenda kusajili hazitokuwa za kipolepole. Ndio unaona sasa. Umeona bwana. Pili, tulivyoanza na sajili za ndani, unaona kuna watu walianza kuclash hapo na nini. Yanga kweli wako serious na sajili. Umeona bwana, wanaanza na watoto na nini. Watoto wao wamefanya makubwa kwenye NBC. Lakini pia hawa ni upcoming. Umenielewa? Tusipowapa motisha na morali, watafikia. Lakini Fei wametokea wapi? Hivyo. Kwa hiyo ni mchezaji mwenyewe, umeona bwana. Ndio maana hata kuna clip inatembea engineer na encourage wale vijana. Ni maneno anaongea kama baba. Umeona bwana, baba na si kwamba anawaambia wale, anawaambia na watu wengine pia ambao wanasikiliza mpira, wamesikiza ile clip kama wao ni wachezaji na ni wadogo, kwamba engineer anawaambia wale vijana, lakini pia na sisi ujumbe unatufanya unatuhusu. Kama kweli wewe unasadiki kwamba mpira ni karia yako, umeona bwana, kwa sababu mpira leo ni era. Angalia Faisal wakati tunamlea kipindi kile mpaka anaondoka, ulikuwa mgongano wa kimaslahi kwamba anapigania yeye ana uwezo lakini analipwa kidogo. Usimeelewa? Lakini mtu ambaye anashindana naye uwezo wake ulikuwa mkubwa na mwenyewe alisadiki hiyo. Namzungumzia Aziz Ki kipindi kile namba 8 na namba 10. Si umeelewa? Ilifika hatua Nabi anampanga Aziz Ki kwa sababu uwezo wake kauzilisha, ni mgeni. Kwa hiyo ikampa motisha na morali kwamba na mimi nipambane. Umeona bwana? Nifike level ya yule pale sasa hivi. Faisal ana level kubwa sasa hivi. Umeona bwana? Si mtu wa kumwendea ovyo ovyo. Nini? Amejituma, amejua nini anafanya, nini maana ya karia yake. So ni mfano pia kwa vijana wakina Bushiri akina nani, umeona bwana, ni wao sasa wamepata nafasi ya kucheza hizi brandi kubwa mbili, umeona bwana, wakati wa kujua thamani yao na kujua kwa nini wamechaguliwa Yanga na Simba na si wengine. Wamependelewa sana au wanajua sana ni wao sasa. Kwa hiyo ni maneno ambayo waliongelewa, lakini Yanga inajua nini inafanya. Maneno yalikuja hapo, lakini zilipokuja sasa sajili za kimataifa ndio watu walipovurugana hapo na kuchanganyikiwa. Sijui umeenda kwa sababu Shabani, hata wewe kama wewe ukisadika Simba mchezaji gani amesajiliwa umeshtuka. Ukiangalia mshtuko ni huku. Tangia ametambulishwa Peter, leo siku ya ngapi leo? Media zote anaongelewa yeye tu. Media mpaka zingine sio za michezo, zingine za vipindi vya Rusharo, unakuta maana yake ni mshtuko mkubwa. Sio, umeelewa? Kwa hiyo big up kwa engineer, big up kwa GSM na Young Africans na bengi la ufundi kwa ujumla. Tumeona wachezaji ambao wanatokea kwenye vilabu vya kati wakija kwenye vilabu vikubwa wanafeli. Usia wako ni upi kwa baadhi ya wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye vilabu vikubwa kina Chuga na baadhi ya wachezaji wengine kina Msimu wametokea kwenye vilabu vya kati hivi? Usia wangu unarudia kwa sababu kama nilivyosema mpira ni mchezo wa kuonekana. Utakavyoonekana, umeona bwana, kama wewe ni mzuri utakuwa mzuri tu. Umeona bwana, kama ulivyokuwa selected kwamba umetoka huko wamekuona una kitu, basi ni kujidumisha wewe mwenyewe, umeona bwana, ili
uwe kwenye ubora wako kama walivyokuchagua. Kwa hiyo rai yangu na maoni yangu kwa vijana, umeona bwana, wajitunze, wajiweke vizuri. Kuna mchezaji mmoja namtumia kama reference. Unamkumbuka Erasto Noni? Nakumbuka Noni. Kacheza Simba misimu 14. Lakini still alikopo yule jamaa ukiuliza siri yake, umeona bwana, ana maswala ya madem, ana maswala ya pombe, umeona bwana, ana na hiyo ndo sifa, umeona bwana, zile level za kina Samata na nini. Ukiangalia kama ukiona mambo hayo mapema sana unatoka kwa Kanyereli. Tulikuwa kuna watu hapa kina Jel Tegete, umeona bwana, kina Banuzi waliwika mara moja, alafu wakaja wakajiona wakubwa, matokeo yake salamu alaykum. Umeona bwana. Kwa hiyo kama wakistick kwenye hiyo misingi, umeona bwana, na kujua thamani waliopewa na hizi klabu, watafika mbali. Juma, mabadiliko tumeona makubwa sana kwenye ligi ya NBC na wachezaji wa ndani. Tumeona wachezaji wa ndani wanapewa vipaumbele sana. Kitu gani ambacho kinasababisha wachezaji wa ndani wanafeli na wa kigeni wanafanikiwa? Kutojituma, kutojua nini thamani yao na nani, kwa sababu ukiangalia wao kama wao walikuwa wanapigwa kelele. Nimekupa mfano wa Fei, alikuwa analalamika hela anaolipwa na nini. Sasa hela inaendana na wewe, ukijituma yani value inakuja automatically, usipush. Yani value yako inapanda automatically. Leo hii Fiston Kalala yeye anashikika. Lakini wakati engineer anamsajili kutoka kule nani Vital, unakumbuka alikuwa anambia ile pancha na nini? Naona alikuwa mengi sana. Day after day akaonekana kumbe huyu jamani ni mtu ambaye yule pale sasa hivi. Umeona bana? Issue ya mzee kule wanamsajili hawamuoni kama ni mzee. Kwa sababu unapomtaja Fiston Mayele sasa hivi above 33 anaenda huko. Umeona bana? Ni time. Si umeelewa? Ni time. Kwa hiyo wageni wanajua thamani yao, wametoka kwao wamekuja hapa kutafuta hela. Umeona bana? Wametoka kwao wamekuja hapa kucheza mpira na wanacheza wanaonekana. So wenyeji sasa ni muda wao sasa wa kujituma, umeona bana, na kulinda ile karia yao. Yeah. Umemzungumza Fei, ni mmoja wa wachezaji ambao wana viwango vikubwa sana ukizungumza kwa wachezaji wa ndani. Huwezi kukosa kumweka kwenye listi. Kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba kwa thamani ya Faisal kwa sasa hawezi kucheza kwenye vilabu viwili vya Simba na Yanga. Inasemekana hawezi kumlipa mwamba. Unadhani Azam FC ndio timu pekee inaweza kumlipa Faisal hapa Bongo? Ukisema hivyo unakosea, kwa sababu ukimtaja Fei na maana sasa atakuwa na varu kuliko Peter Shalulile. Nimekupa mfano wa Peter Shalulile East Africa na kati. Kwa sababu kuna sehemu unajua ligi zina nini, umeona bwana, mchezaji gani ana value kama, kwa sababu huu mshtuko ambao umetokea hata hapa nani sio ndani tu mpaka nje. Watu Kenya wameshtuka, Uganda wameshtuka. Kwa nini ameenda Tanzania? Sasa nitajie mchezaji gani mwenye value kama yake, ili swali lako nao niuliza liendane, liingia hapo kwa Faisal. Hata yeye mwenyewe ukimuuliza lazima atampa heshima yake, atampita. Kama kipindi kile avompa heshima yake Aziz Ki, kwamba ngoja bora huyu aanze mzee, vitu anavyovifanya umeona bana, mimi mwenyewe nasubiri, kwa sababu ukimtaja Aziz Ki kipindi kile hakuna kipa hajamwadhibu. Sijui umeelewa? Ilikuwa shida ya namba 8 na 10 mpaka ikaklik nani awe namba 8 na namba 10 mpaka kaama. Kwa hiyo hata Fei ana varu kubwa, lakini si zaidi ya Peter. Na wanaozungumza kwamba hawezi kucheza vilabu viwili vya Simba na Yanga, ni maneno tu hao, ni maneno. Kama GSM anaamua anamchukua tu. Umeona bana, kama kweli anaamua kama alivyoamua, maamuzi kaamua kama Kalewa, anaweza akafanya akamchukua. Maamuzi kama Kalewa bwana, mkorosho wake sio mchezo bwana. 1.9 B. Umeona bana, sio jambo dogo. Hivi kuna mchezaji alishawahi kusajiliwa kwa hiyo pesa? Ndio nimekupa East Africa na kati. Kwamba hakuna ambaye zamani una milioni yako 150 unaenda Rwanda unarudi na mchezaji na mshamalizana kila kitu. Sio ndio tunafanya hivyo akina Alima Nionzima kina nani? Tuangalie namna ligi yetu inavyopanda kuchukua kwa baadhi ya wachezaji wenye thamani kubwa sana barani Afrika. Unaweka kwenye viwango gani kama Tanzania tuna uwezo wa kuchukua mchezaji kuanzia na bina kuendelea? Ni mfano mzuri ambao JSM wameanza, na hii maana yake ni kwa sababu tulikuwa tumepata tuzo ya mashabiki bora, umeelewa? Ile CAF waliona Watanzania jinsi gani wanapenda mpira, umeona bwana, yani ile nchi kama nchi, umeona bwana, tukaja mpaka tukawa namba 5 kiubora, umeona bana. Kwa hiyo hii inatu upgrade na kutuonyesha kwamba ni jinsi gani mpira. Kwa tumetoka huko, Yanga imeanza kuonyesha kwamba sasa mpira ni usajili wa nini, wa hela. Umeona bana. Kama mwaka huu tumeanza na bilioni 1, kwa hiyo mwakani usishangae bilioni 3 na kwenda juu. Umeona bana. Kama leo hii tunaweza kuchukua mchezaji anatoka Mamelodi, umeona bana, tukamchukua sisi, umeona bana. Mwakani nafikiri tunaweza tukamchukua mchezaji hapa hata anatoka Ahali, umeona bana, hata anatoka Casablanca na kadhalika.
Kwa hiyo ni mwanzo mzuri ambao unaleta matumaini na kuipa renki yani ligi yetu na nchi kwa ujumla. Tunashangaa kuona mchezaji akitokea baadhi ya timu Ulaya, timu ndogo ndogo, kutokana na kwa namna ambavyo wawekezaji wanafanya nguvu kubwa kwenye vilabu vikubwa. Hatutoshangaa kwa sababu nimekwambia huu ni mwanzo afu ni mwanzo mzuri ambao umeonyesha mpira jinsi gani unalipa, mpira jinsi gani unapendwa, kwa sababu nilikwambia sisi tumelionja klabu bingwa, umeona bwana, tumefika hatua mbalimbali ambazo wakubwa na tumejua fitina za klabu bingwa, umeona bwana, aina wachezaji ambao tunataka tusajili, so ni mambo ambayo tayari tushakuwa tunaenda sasa kwenye ukubwa, umeona bwana. Leo hii Ahali anaingia ana target ya kufika nusu, yeye target yake ni kuchukua. Sisi ambao tunachupukia, unaona, tumeanza makundi, tumetoka, tumeingia robo, kwa hiyo sasa tutafikia na sisi target yetu ni kuchukua ubingwa.